Na mwamuzi wa mchezo wa dabi ya Kariakoo ni Nasra Mwinchui, mwanaume ambaye amepewa dakika 90 za moto ya watani Young Africans dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ni Simba ambayo inakwenda kutaka kufuta wa kufungwa mara 7 mfululizo na Young Africans, na ni Simba ambayo inataka kuweka rekodi mpya chini ya Steven Becker, lakini wanakwenda kucheza ambayo inahitaji ku-strength kile ambacho amewahi kukifanya katika misimu mitatu mfululizo ya kumtesa Simba, kuifanya Simba ipitie mateso makali. Na hii ni kikosi cha Simba Sports Club chini ya Steven Becker akienda na mfumo wa 4-3-3 kana kwamba anahitaji kujilinda na anahitaji kushambulia zaidi. Becker amesema Young Africans ni mchezo mgumu, lakini ni mchezo ambao wanahitaji alama 3 kuweza kupunguza pia alama 5, kana kwamba hadi hivi sasa Simba wako nyuma kwa Young Africans kwa alama 5, kana kwamba Yanga wameingia kwenye mchezo wao wa mwisho akishinda kwa idadi kubwa ya mabao goli 5, Simba akilazimishwa sare dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa CCM Jamhuri pale Dodoma kwa 0-0. Sasa twende tukatazame kikosi cha Steven Becker kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa mara ya kwanza akisimama kama kocha mkuu kwenye mchezo mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Young Africans wao wakiwakaribisha Simba Sports Club. Kama kawaida kwenye milingoti mitatu amemtanguliza Jibri Kasali aende akasimame akalinde zile nyavu, ahakikishe hakuna mpira utatikisa nyavu za wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Na back 4 ya kwanza Simba Sports Club, namba 2 Shomari Kapombe, namba 3 Nixon Kibabage. Hawa na pressure ya dabi ya Kariakoo. Hawa ni wazoefu. Shomari Kapombe amecheza dabi nyingi za Kariakoo. Nixon Kibabage pia amepata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans, naye pia alikuwa miongoni mwa squad ambayo imewahi kuhusika kwenye michezo ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, hata kama hakufanikiwa kucheza katika game kubwa, lakini tunafahamu yupo katika kiwango bora sana toka amejiunga na Simba Sports Club. Nixon Kibabage. Katikati yupo Ismail Olivia Tule na Roshain Deruk. Hawa ndio wanao cement ile defense line ya Simba Sports Club. Hawa ndio wanaume wanne ambao watahakikisha wanazuia mashambulizi ya Dupe, Depu, Pako Mezuzwa, Maxim Pianzengeri, Duke Ogabuya. Watakapokwenda kuattack, wao watahakikisha Simba wanabaki salama kwa 90. Na 4-3-3 4 ya kwanza tayari, wachezaji watatu wanaofuata ni Yusuf Kagoma, Ino Ruemba na Maurice Abraham. Kana kwamba hapa kuna namba 6, kuna namba 7, kuna namba 8. Maurice Abraham, Yusuf Ali Kagoma. Kagoma kama kawaida ni kiungo mkabaji namba 6, na tatu wa mwisho watakuwa Selemani Mwalimu namba 9, Anset Aura na Riba Segweje. Kana kwamba kwa nini Mwalimu amechagua kutumia mfumo wa 4-3-3? Walinzi wanne, viungo watatu na viungo washambuliaji pia katika safu ya mwisho watatu. Ni anahitaji kutengeneza balance kwenye kujilinda, balance nzuri kwenye kushambulia. Unapokuwa umecheza na 4 wachezaji wanne, back 4 ya wachezaji wanne, wao viungo watatu wanaongezeka nyuma. Kuongeza wachezaji wanakuwa 6 mpaka 7 wanakuwa wanajilinda. Na wale watatu wa juu wanapokuenda viungo hawa katikati wanaongezeka, ina maana kwenye overload ya kushambulia wanakuwa na wachezaji 6. Kuzungumza mahali kwamba ukihitaji kuizuia Simba Sports Club, anza kwa kumzuia Ino Luemba, Anse Chaura, Riba Segweye, Chama Klatos Mwamba Lusaka, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo kwenye kikosi. Kwangu mimi nimechagua kuondoka na Maurice Abraham na kumwacha Chama Klatos kwanza nje, kwa sababu Chama Klatos ana slow up mchezo. Pamoja kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri, lakini Chama amecheza kwenye dabi nyingi sana akiwa na Young Africans, akiwa na Simba Sports Club. Ni mchezaji ambaye hata kupa speed ya mchezo, hata endana na kasi ya mchezo. Ni mchezaji ambaye atakupa akili ya mchezo, lakini kwenye kukaba hata kusaidia. Kwenye game kama hii ya Kariakoo, Simba wanaingia kama underdog dhidi ya Young Africans, ambao tunajua Young Africans ni bora kuliko timu yoyote ndani ya ardhi ya Tanzania. So wanahitaji kuwa na kikosi ambacho kitakuwa ni bora zaidi, kitakuwa katika usawa wa kupiga pasi, kwenye kuattack, kwenye kujilinda, na wakati wanajenga mashambulizi movement zao ni lazima ziwe bora. Unapomtumia mchezaji kama Chama Klatos, of course utakuwa umekubali kulet down mchezo na utakuwa uko na slow down mchezo zaidi. So to me naiona
Simba Sports Club kuondoka na Morris Abraham ambaye ni quick kwenye reaction, yupo very quick kwenye kushambulia na hata kwenye kupiga pasi za mwisho yuko very smart zaidi. So to me ni lazima niondoke na Morris Abraham kwa sababu ninajua uzito na ukubwa wa mchezo kuliko kuondoka na Chama Clatous ambaye Chama Clatous ni mchezaji mzuri and of course anaweza akaisaidia Simba, lakini sio kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo kuona wachezaji ambao si mzigo kiwanjani, wanakuofa kila dakika kwenye ukabaji, kwenye ushambulia, kwenye kupiga pasi. Vyote hivi vitategemeana Steven Becker atakuwa amewatuma nini wachezaji wake wa Simba Sports Club. Lakini Simba huu mchezo wanaingia wakiwa kama underdog na lazima wakubali kuwa chini ya Young Africans, la sivyo wanaweza wakapigwa kwa mara nyingine ama ni mara ya 7 mfululizo. Lakini to me inakwenda kupigwa dabi bora kuwahi kutokea katika misimu mitatu ya hivi karibuni.